Kuanzia leo, hebu sema kuanzia leo, adui hatasimama mbele yako, bali utastawi kwa mwaka huu. Mwambie kuanzia leo. Naomba nisikie sauti zilizoshiba. Hebu sema kuanzia leo, kuanzia leo, adui zangu hawatasimama mbele yangu, bali nakwenda kustawi katika jina la Yesu. Mwambie huu ni mwaka wa kustawi. Mwambie mwenzio huu ni mwaka wa kustawi. Naomba tumpigie Mungu makofi na vigelegele. Amen. Ujumbe wangu wa leo nasema hakuna atakayesimama mbele yako mwaka huu, bali utakwenda kustawi wewe pamoja na familia yako. Kitabu cha Joshua sura ya 1 mstari wa 5 hadi wa 9. Halafu tasoma na kitabu cha Mwanzo 26:12-22. Kitabu cha Joshua sura ya 1. Joshua sura ya 1 mstari wa 5 mpaka wa 9. Joshua sura ya 1 mstari wa 5 mpaka wa 9. Biblia inasema, hakuna mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Hakuna mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, kama nilivyokuwa pamoja na mtumishi wa Mungu Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Sitakupungukia wala sitakuacha. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii. Maana ni wewe utakayewafikisha watu hawa. Utakayewarithisha watu hawa nchi hii. Utakayewarithisha watu hawa niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Asante. Bwana asifiwe. Watakatifu, tumeingia 2026. Mwaka jana ilikuwa ni mwaka wa kupanua hozi, lakini mwaka huu ni mwaka wa kustawi. Sema amina. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Huu ni mwaka ambao Yesu ameuandaa special kwa ajili yako. Yesu ameupanga kwa ajili ya mipango yako iweze kupangika. Yesu ameuandaa huu mwaka kama vile mtumishi wa Mungu Musa alivyotembea na taifa la wana wa Israeli, lakini wana wa Israeli wakasonga mbele, lakini Musa akawa amekufa, amewaacha njiani. Biblia inasema akamwinua mtumishi wa Mungu Joshua, na Joshua alikuwa ni msaidizi wa Musa. Wakati ule Joshua hakuwa na Mungu, Joshua hakutembea na Mungu. Joshua alisikia habari kutoka kwa Musa ya kwamba Mungu tunaye, ya kwamba Mungu anaweza, ya kwamba Mungu atatembea na sisi. Sasa ikafika wakati wa zamu. Hebu sema zamu yangu hii. Zamu yangu hii. Haleluya. Hii ni zamu yako mpendwa. Musa hayupo sasa, ni zamu ya Joshua. Biblia inasema kama vile nilivyokuwa nikitembea na Musa, hapatakuwa na mtu ambaye atasimama mbele yako na kuzuia mambo yako katika jina la Yesu. Kama nilivyokuwa nikitembea na mtumishi wa Mungu Musa, ndivyo nitakavyotembea na wewe Joshua. Hapatakuwa na adui yoyote atakayeweza simama mbele yako. Nami kwa mamlaka niliyopewa asubuhi ya leo ninatangaza ya kwamba mwaka 2026 hakuna adui atakayesimama mbele yako. Hakuna adui atakayezuia mambo yako. Hakuna adui atakayechanganya mambo yako. Maana kama ilivyokuwa na mtumishi wa Mungu Joshua pamoja na Musa, ndivyo anapokwenda kutembea na watu walioko Galilaya Tempo. Yesu anatembea na sisi. Yesu atakuwa na sisi. Yesu atatuinua. Yesu atakubariki. Yesu atakutendea mema. Sema amina. Joshua ameachwa kama yatima. Joshua alizoea kuuliza nifanye nini hapa. Joshua alizoea kupokea taarifa. Sasa mpa taarifa ameondoka, amebaki Mungu aliye hai.
Jamani, haleluya. Amen. Ninaamini mwaka huu wa kustawi, wanafunzi wangu wa mwaka wa kwanza, wa 3, wa 4 mpaka wa 5 ni mwaka wa kupokea GPA iliyo safi. Sema amina. Nataka niwaambie washirika wenzangu, huu ni mwaka wa kustawi. Utastawi wewe na familia yako, utastawi na nyumba nzuri, utastawi na usafiri, utastawi na majengo, utastawi na chochote. Naomba milango ya baraka iwe juu yako, ifunguliwe, na hakuna yote atakayeweza kuifunga, wala wachawi, wala wanyamkela, wala nguvu za giza, maana Yesu atasimama na wewe, atatembea na wewe. Sema amina. Amen. Wakati mwingine tunapoishi duniani, shetani anajaribu kujihuzurisha, anajaribu kushughulika na mambo yetu, lakini Biblia inasema 1 sitakupungukia. Bwana atakutendea mema. Mwambie milango iliyofungwa inakwenda kufunguliwa kwa jina la Yesu. Mwambie Mungu anakwenda kukupa nyumba. Mwambie Mungu anakwenda kukupa mapacha. Mwambie Mungu anakwenda kukupa mume mzuri. Mwambie ndoa yako inakwenda kutakasika. Mwambie mambo yaliyoshindikana Yesu anakwenda kuyafungua. Mwambie duka lililokufa Yesu anakwenda kulifufua. Mwambie vyovyote vilivyoshindikana, yeye amesema hapata kuwepo na adui mbele zako, bali yeye mwenyewe atasimama. Kwa jina la Bwana majeshi aliye hai, ninaomba simame upande wako. Ninaomba simame juu ya mume wako. Ninaomba simame juu ya ndoa yako. Ninaomba simame juu ya biashara yako. Naomba simame kokote utako kwenda. Bwana tende maajabu na miujiza. Sema amen. Mapema sana ninaona watu wakitembelea usafiri. Mapema sana ninaona nyumba zikiinuka. Mapema sana ninaona ndoa nyingi zikifungwa. Mapema sana ninaona watu wakifanikiwa. Mapema sana ninaona vioo vya watu vikipanda. Sema amen. Ayayaya. 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 Haleluya. Unajua, nataka nikwambie, haikuwa rahisi sana leo kuwepo hapa. Wengine tulitakiwa dufie salama, lakini huyu Mungu ambaye ana mpango na mimi na wewe hafi mtu. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Hivi unajua kuna watu wanakwenda kuajiriwa hapa yaani naziona ndoa nyingi, waliosubiri gorofa tayari. Sasa utatuambia unasubiri nini? Labda uchawi, maana ulisema gorofa tayari. Usituetee siasa. Huu ni mwaka wa kustawi na ni mwaka wa baraka. Sema amina. Lakini anasema uwe hodari. Yaani kinachotakiwa mwaka huu, 1 ni kujiamini. Watu wengi wanahangaika kwa sababu kutokujiamini. Yaani unajua maisha hayana formula. Sikia nikwambie, maisha ya nini? Yaani unaweza kuwa na yumba, nitafanya mambo haya nikiwa 1 2 3, nataka ninunue gari nikiwa milioni 300. Hiyo sio formula ya Mungu. Formula ya Mungu anashughulika kwa mtu asiyokuwa nacho. Mungu asifiwe. Wakati Musa anawaongoza wana wa Israeli, aliwavusha wana wa Israeli bahari ya Shamu kwa kutumia nini? Jamani, alitumia nini? Alitumia nini? Fimbo. Lakini wakati wa Yoshua kuvuka Yordani, formula ilibadilika. Akatumia sanduku la nini? La agano. Wazee wa zamani
wakamwambia Joshua, tulizoea kuvuka kwa fimbo, sanduku la agano na kuaja. Akasema yule ni Musa na huyu ni Joshua, na Mungu ni Mungu anayetembea na kila mmoja peke yake. Jamani, amina. Kuna watu mko hapa, kuna mazoea mnayo. Nataka niwaambie 2026, wacha mazoea pembeni, wacha Mungu asemaye mwenyewe akuinue na kupandisha viwango visivyokuwa vya kawaida. Kuna watu mtashindwa kustawi kwa sababu ya mazoea mlioyazoea. Mimi nakushauri kwa jina la Bwana majeshi, mazoea uliozoea kama yale ya Musa, ya kwamba alipiga maji akatumia nini? Fimbo. Akapasua bahari kwa kutumia nini? Fimbo. Akamwinua Joshua, akasema hakuna mtu atakayeweza kusimama mbele yako. Joshua yule yule aliyokuwa anamuona kamanda wake akitumia fimbo, akimwona akitumia fimbo kwa maji, akimwona akitenda miujiza, Joshua yule yule Mungu akabadilisha akili, akasema Mungu sio Mungu wa mazoea. Sasa nimefika, nataka nibadilishe upepo, nataka nikustawishe kwa namna nyingine, ili watu wafike Kanani wakiwa na utukufu wa Mungu. Akasema hapa zoezi zinabadilika. Wazee wa kanisa, mashemasi, ni mwendo wa kubeba sanduku la agano, halafu Walawi wanaimba. Walipofika pale Yordani, Biblia inasema alipokanyaga maji, yale maji akasimama kulia na kushoto. Watu wanaimba pambio, watu wanashandalaizi. Walipomwaja alipogawanyika, Biblia inasema wakapita pamoja na sanduku la agano. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, ninaye Mungu asiyezoeleka. Ana mipango mingine kabisa juu ya maisha yako, ana mambo mengine kabisa juu ya maisha yako. Yeye atapasua mahali pasipopasuliwa, utavuka salama na mapito yako na majaribu yako. Yesu atasimama na wewe. Huu mwaka 2026 ni mwaka wa kustawi, ni mwaka wa majibu, ni mwaka wa matokeo, ni mwaka wa kufunguliwa, ni mwaka wa uponyaji, ni mwaka wa majibu, ni mwaka wa kufunguliwa, ni mwaka wa kuweka huru. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo, umetembea na majaribu, mwambie mwenzako yatosha. Mwambie nimelia, mwambie mwenzako yatosha. Jamani, amina. Joshua akasimama, akajiamini. Wangapi wakao wanajiamini wanakwenda kustawi? Nisikie vishindo vya makofi kama vya wana wa Koma. Yaani, unajua huu mwaka, mwambie mwenzako sio mwaka wa mazoea. Mwambie mwenzako sio mwaka wa mazoea. Waimbaji, msiimbe kwa mazoea. Yeye tutataka formula nyingine mpya. Bwana tende. Mpigie Yesu makofi ya nguvu. Juzi nikawa nikifunguka, tumia fursa inavyotakiwa. Na mwaka 2026 tumia fursa ambayo Mungu amekupatia. Usiishi kama mnyonge, usiishi kama mganga wa kienyeji, ishi kama kamanda wa Yesu Kristo aliye hai, jemedari mkuu. Uwe hodari na moyo jamani wa ushujaa. Hebu inua mkono, sema uwe hodari na moyo wa ushujaa, ndivyo utakavyokula mema ya nchi. Piga Yesu makofi. Mwanzo 26:12-22. Mwanzo sura ya 26 mstari wa 12, Biblia inasema mwaka huo Isaka akapanda mbegu katika nchi ile. Mwaka huo Isaka akafanya ipenda? Akapanda mbegu. Wangapi wamepanda mbegu mwaka ule? Waliopanda mbegu mwaka ule uliopita anyoshe mikono. Si mnanielewa penda? Waliotoa simenti, nondo, kokoto, mawe, mchanga, hebu nyosha mkono. Yaani mtu yote aliyechangia hata shilingi 200 kwenye jengo hilo, nyosha mkono wako hivi. Asante sana. Mwambie mwenzako umepanda mbegu. Mwambie mwenzako umepanda mbegu. Mwambie mwenzako umepanda mbegu.
Mwambie subiri kuvuna. Kina kijana wangu mmoja aitwa Kevi alitoa bandari moja ya bati. Naomba tumpigie Mungu makofi. Kupanda mbegu. Isaka akapanda mbegu. Isaka akapanda mbegu. Isaka ni mtoto wa nani? Isaka ni mtoto wa nani? Ibrahim. Walizaliwa wangapi? Peke yake. Peke yake. Peke yake. Isaka walizaliwa wangapi? Peke yake. Muna uhakika na swali hilo? Wajuisti, Isaka alizaliwa wangapi? Peke yake. Hiyo ni homework ya mwaka. Nitafutieni homework. Uniambie kwamba tunahesabu uzao kupitia mama au kupitia baba. Hiyo ni ya kwenu. Endelea. Naye akapata mavuno mara 100 zaidi. Naye akafanyaje pendwa? Akapata mavuno mara 100 zaidi. Akapata, rudia tena baba. Naye akapata mavuno mara 100 zaidi. Naye akapata mavuno mara 100 zaidi. Bwana akambariki. Bwana akambariki. Endelea chini pale. Endelea. Mstari wa 13. Na mtu huyu akawa mkuu. Na mtu huyu akawa mkuu. Akazidi kusitawi. Akazidi kustawi. Hata akawa mkuu sana. Hata akawa mkuu sana. Akawa na mali ya kondoo. Akawa na mali na kondoo. Na mali ya ng'ombe. Na mali na ng'ombe. Na watumwa wengi. Na watumwa wengi. Hao Wafilisti wakamhusudu. Hao watumishi wakamhusudu. Na vile visima vyote walivyochimba watumwa wa baba yake. Na vile visima vyote walivyochimba baba yao. Watumwa wa baba yao. Siku za Abrahamu babaye. Siku za Abrahamu babaye. Wafilisti walikuwa wamevifukia. Wafilisti walikuwa wamevifukia. Wakavijaza udongo. Wakavijaza udongo. Abimeleki akamwambia Isaka. Abimeleki akamwambia Isaka. Utoke kwetu. Kokote kwetu. Utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. Nataka nikwambie hivi, ukiinuliwa na ukastawi sana, watu wengi watakuchukia. Naomba nirudie tena. Yaani iko hivi, ukibarikiwa na kuinuliwa, umetangaza vita. Iwe ni kwa ndugu, iwe kwa majirani. Ndio maana 80% ya matajiri wengi ndugu zao wanawachukia. Nenda kafanya utafiti. Kwa sababu nakuta yeye ana uwezo kutafuta hela, lakini yeye ni wavivu wengine kutafuta hela. Nitafundisha kwa Jumapili 4 namna ya kutunza miujiza ambayo imetokea mikononi mwako. Maana ni rahisi tunaweza kufundisha watu wakafanikiwa sana, baadaye kalewa na madaraka, si ndio jamani? Baada ya mtu kufanikiwa kae na mke wake anaongeza mke wa pili. Baada ya mtu akaya tulia na mke wake anaongeza kuuza mpaka bangi. Mtu ameanza vizuri na Mungu pendekoza asikia anauza peumbe. Si ndio mambo kama haya? Yaani kwenye kufanikiwa kuna vitu vingi. Sasa nitafundisha Jumapili 4 jinsi ambavyo unaweza ukazitunza zile baraka ukakaa nazo mpaka uzeeni. Sasa huyu anatembea kwa neema ya baba yake. Amefika kule akamwambia Wafilisti, uondoka hapa maana wewe una nguvu nyingi. Mstari wa 17. Basi Isaka akatoka huko akapiga kambi katika bonde la Gerari. Akakaa huko. Isaka akarudi akavichimbua vile visima vya maji. Akarudi kuchimbua visima vya maji walivyovichimba siku za Abrahamu babaye. Maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Abrahamu. Yaani hata kama wewe ulishaonekana hufai, umezaliwa kwenye familia maskini, umezaliwa kwenye familia duni, huu mwaka na kutangazia utafukua mpaka neema ambayo baba yako angeweza kuwa nayo. Sema amina. Amen.
vitafukuliwa vitu vyote vilivyofunikwa. Kila mtu aliyoko hapa Mungu alimbariki kwa bado tumboni, lakini shetani akafunga mambo yake. Lakini kwa jina la Bwana majeshi, kwanza tumepanda mbegu, kilichobaki ni kufukua visima vitatu. Jamani, haleluya! Visima vitatu lazima vitoe maji, na maji mengine utawachia majirani, halafu maji yako yatakuwa ya kwako. Natangaza kwa jina la Bwana majeshi, visima vyote vilivyofukiwa, baraka zote zilizokanyagwa, baraka zote zilizo ambazo zimeferi kwa miaka mingi. Wewe uliyekwenda chuo, hakuna aliyekwenda chuo, uko mzima, na kutangazia kwamba wewe utamaliza chuo, utaajiriwa, na watu watasema kwenye ukoo, hakika Mungu ametutokea, hakika Mungu ametenda, hakika Mungu amefanya. Amen. Wangapi wanatamani kuwa matajiri katika ukoo wao? Simpigie Mungu makofi. Ukiwa tajiri peke yako kwenye ukoo ni mateso. Ukimnyima mwenzio sukari, natangaza fulana na mchoyo. Maana 50% hawapendi kufanya kazi, wanapenda utajiri. Mwambie mwenzako usiwe tajiri peke yako. Ndio maana kanisa hili tumejenga watu wote. Tumpigie Mungu makofi mazuri. Wewe angalia kwenye familia maskini, akiajiriwa mtu mnaanza kumuua. Shangaza anainuka, binama anainuka, marehemu wifa anainuka. Yaani mpaka unajuta kwa nini usema. Alafu mshahara wenyewe mwalimu shingapi? Eti mshahara mwalimu shingapi? Mshahara mwalimu bei gani? Kima cha chini. Si 500,000. 300,000 wamepandisha msijuzi. Sasa 500,000 shangazi, binamu, marehemu wifa, si marehemu sina. Si mjomba nani? Ukigawanya 2,200, 20,000, si zimeisha bwana nani? Ni maana tunapambana asilimia kubwa kanisa gari ya tempo kila mita miliki uchumi. Wangapi wanaamini hilo? Pige Mungu makofi. Hivi unajua kwa nini? Unajua kwa faka kama hapo tunautaji Selemana Zefusa yupo, fundi umeme Bwato yupo, na yule kijana mwingine wa wapi, si anaitwa nani, John, na wengine wapo fundi magari kina Kevi wapo. Na bahati nzuri tumeozesha wanawake kwa wako safi. Kevi salama, salimie mama hapo. Hiyo ni muujiza ukaa na mama hivyo. Mpigeni Mungu makofi Kevi. Yana navyo kuangalia rafiki haamini, ndio Kevi ameshaoa. Yaani Kevi sasa hivi akiinuka tu mama anasema tulia. Ukiwa kijana hujaoa mapepe ni mengi, lakini ukioa unakuwa na spana namba 6 inafunga nati. Jamani, haleluya! Wakachimba kisima cha kwanza wakakigombania, wakachimba kisima cha pili wakakigombania, wakachimba kisima cha tatu hawakukigombania. Mali ambazo Mungu anakwenda kupatia hazina majuto ndani yake. Amen. Mali ambazo Bwana anakwenda kutendea hazitakuwa na lawama mbali yake. Amen. Mali za dunia zingine wametoa kafara, zingine wameua, zingine wametumia miili yao kutembea kwa wanaume wakapata hela, zingine wameenda kwa waganga wa kienyeji. Lakini kustawi kwa watu wa Mungu waliokoka ni Yesu alifanyika laana pale msalabani. Leo Bwana anatupa kustawi. Sema amina. Amen. Niombe wewe ni mwaka wa furaha. Kila mmoja simame, kila mmoja pambane, kila mmoja afanye kazi. Bwana asifiwe. Mkono wa Mungu kawe juu ya kila mmoja wao. Naomba usimame.